Kwa hiyo Yesu alizaliwa kwa roho. Yesu alizaliwa kwa roho, hakuzaliwa kwa mbegu ya mwanadamu, alizaliwa kwa roho. Warumi sura ile ya 5 mstari wa 17. Sura ile ya 5 mstari ule wa 17, Biblia inasema, kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Yesu Kristo. Dhambi iliingia kupitia mtu mmoja kutenda dhambi. Kwa dhambi iliingia kwa mbegu ya mtu mmoja. Mtu mmoja mwenye dhambi, mbegu yake inasafirisha dhambi kwa kila anayezaliwa kwa mbegu hiyo. Lakini kwa sababu Yesu alizaliwa si kwa mbegu ya huyu mwenye dhambi, ukombozi ukaja kupitia yeye ambaye hakuzaliwa katika mbegu ya mwanadamu mwenye dhambi, bali katika roho. So yeye huyu Yesu ambaye kuzaliwa kwa mbegu ya mwanadamu ambaye ni nafsi iliyokufa katika dhambi, mbegu yenye testi ya dhambi, bali alizaliwa katika roho. Kwa lugha nyingine, yeye ndani yake alikuwa na vinasaba vya uzima wa Mungu mwenyewe, si vinasaba vya mwanadamu huyo ambaye amerisi vinasaba vya dhambi kutoka kwenye mbegu tangu mwanadamu wa kwanza ambaye ni Adamu. Kwa mtu mmoja dhambi imeingia ulimwenguni ambaye ni Adamu, na dhambi inasafiri kupitia mwanadamu hadi mwanadamu. Kwa hiyo Yesu hakuzaliwa kwa mbegu za mwanadamu. Nafikiri kuna kitu kinaitwa hivi vinasaba. Damu ya mtu inapimwa kupitia baba yake. Ukitaka kutambua mtoto wa huyu amezaliwa na mtu fulani, hawapimi damu ya mama na mtoto, wanapima damu ya baba na mtoto, kujua mtoto huyu amelisi vinasaba vipi, ni mtoto wa nani. Kwa hiyo mwanamume amepewa nafasi ama yuko kwenye nafasi ya kurithisha damu kutoka kizazi hata kizazi, na dhambi inasafiri kutoka kwa mtu hata mtu, mwanamume hata mwanamume. Kwa hiyo kupitia kwa Adamu dhambi imeingia, hata leo hii inazidi kutawala kinyume, iwapo hatujamwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Lakini yeyote anayemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake hayuko tena katika chain hii ya dhambi inayotawala ulimwengu kupitia mwanadamu. Kwa hiyo Yesu aliyezaliwa kwa roho amebeba uzima wa roho mwenyewe, uzima wa Mungu mwenyewe. Kwa Kiebrania inaitwa Zoe, uzima wa Mungu mwenyewe. Zoe Kigiriki, Zoe, uzima wa Mungu mwenyewe. Ndani ya damu ya Yesu kumesheheni uzima wa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo damu ya Yesu ili qualify kuwa damu inayoweza kutolewa katika madhabahu ya hekalu la mbinguni kwa ajili ya ukombozi wa huyu mwanadamu kutoka katika ufalme wa giza, kwa sababu yeye damu yake haikuwa na chembe yoyote ya dhambi, ilikuwa haina mauti ndani yake, bali uzima wa Mungu mwenyewe. Ilikuwa ni damu inayoweza kuleta uzima, inayoweza kusafirisha uzima, kuuisha nafsi nyingine. Kwa hiyo ilikuwa ni damu iliyo qualify, haikuwa damu yenye kiashiria cha dhambi. Ndio maana Ibilisi alijaribu mara kwa mara kuhakikisha anaondoa uhai wa huyu Yesu kabla ya kufika msalabani, ili kusudi asiweze kufanya exchange, asiweze kufanya mabadilishano haya ambayo leo hii tunasherehekea Pasaka kwa ushujaa kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili yetu. Lakini Ibilisi alijaribu kila wakati, na Ibilisi ni mtu ni mwenye akili, ni roho yenye akili, kwa sababu anajua kufuatilia masuala ya kinabii, anajua kufuatilia statement za kinabii, matukio ya kinabii. Mungu aliposema wewe mwanamke,
wewe nyoka, uzao wa mwanamke utakuponda kichwa. Ibilisi akwenda akaanza kulala akasema atapondaga kichwa. Sio atapondaga kichwa, alianza kufuatilia huu uzao wa mwanamke unaokuja kuniponda kichwa, unaokuja kunishughulikia, ni unatokea wakati gani? Unatokea wakati gani? Ni nani atakayeongoza msafara huu wa mimi kuweza kushughulikiwa? Atakayenipiga ni nani? Ni nani atakayechukua mamlaka nilionayo sasa? Alianza kufuatilia unabii. Ndio maana utaona kila nabii anayeinuka Ibilisi anamfuatilia, kila nabii anayeinuka Ibilisi anataka kuamwangamiza, mpaka inafika kwa Yohana. Anauliza Yohana kwa habari ya kwamba yeye ndiye yule ambaye walikuwa wanamtarajia kuja. Yohana anasema hapana, yeye anajitambulisha kama sauti ya mtu aliye nyikani, akizungumza juu ya kutengeneza mapito, kuinyoosha njia. Haleluya! Lengo na makusudi ya adui alikuwa anatafuta kuweza kuzuia kusudi. Kwa hiyo yeyote yule ambaye alikuwa anaonekana kwamba amebeba dalili za kuweza kumwangusha chini huyu Ibilisi, adui alikuwa anatafuta njia za kumkata mapema, lakini kila alipokuwa akijaribu alikuwa anashindwa. Ameanzia mbali kwa wakina Isaya, Yeremia, Mika, mpaka anafika kwa Yohana mwenyewe. Wote anajua ndio yeye, lakini si yule ambaye ametabiriwa. Wakati wote unabii ulikuwa unamchanganya Ibilisi, lakini inafika wakati sasa Yesu ni muda wake wa kuelekea kufa. Huu ndio wakati ambao unapaswa uelewe, sivyo kawaida. Kama akili yako ina changamoto katika uelewa kwa namna fulani, labda kuna kitu kimechukua makini wako katika maelezo yaliyopita, hakikisha katika kipengele hiki unapata uelewa. Yesu anaelekea kufa msalabani, anajiandaa kwa ajili ya kwenda msalabani. Alichokifanya ni kuandaa ushirika mtakatifu. Anawaita wanafunzi wake, anaandaa meza ya Bwana kinabii, anaandaa ushirika mtakatifu kinabii. Na kwa nini anafanya vile? Anafanya vile kuwakilisha kile ambacho kinaenda kuchukua nafasi muda sio mrefu. Nini kinaenda kuchukua nafasi muda sio mrefu? Wakati wanashiriki ushirika mtakatifu alikuwa bado hajaweza kufa msalabani. Kwa hiyo anaanza kuwapa utaratibu wa kufanya kumbukizi ya kile ambacho kinaenda kutokea msalabani muda sio mrefu, na anawaelekeza namna ya kufanya, ya kwamba ule ni kiwakilishi ama ni taswira ya umoja ambao wanaingia naye wanafunzi wake pamoja na yeye, kama mke kama vile mke na mume wanavyoingia na agano la kuwa mtu mmoja, kama mume na mke wanaingia agano la kuwa kitu kimoja. Kwa hiyo wakati ule wa ushirika mtakatifu Yesu anakaa na wanafunzi wake, akianza kuwapa utaratibu, akianza kuzungumza nao, akiwajenga juu ya kile ambacho kinaenda kutokea katika msalaba, ya kwamba kupitia ushirika huu mtakatifu unaashiria kile ambacho unaenda kukifanya msalaba, ya kwamba unaenda kuwa umoja, mnaenda kuwa wamoja pamoja nami, kama walivyo wamoja ama alivyo umoja mke na mume. Yesu anachukua ushirika mtakatifu, anachukua kikombe, anachukua mkate, anaanza kuzungumza vitu pale. Hii ilikuwa ni kuonyesha yeye kama kuhani anasimama akiweza kuwaunganisha wanadamu pamoja na Mungu wao, kuwaunganisha wanadamu pamoja na Mungu wao, kama ambavyo kuhani ama mchungaji anasimama na kufungisha ndoa. Huu ni wakati ambao Yesu naye anasimama kuashiria kutambulisha ndoa ambayo inaenda kuchukua nafasi kwa njia ya msalaba kati ya Yesu Kristo pamoja na kanisa. Wanafunzi 12 wako pale wanamsikiliza kwa makini Yesu, wakiwa wanatamani kujua ni nini ambacho Yesu anazungumzia. Wanafunzi 12 walikuwa wanawakilisha
jamii yote ya ulimwengu mzima siku ya leo, wale watu ambao Yesu amekufa kwa ajili yao. Kwa hiyo sisi sote tuliwakilishwa wakati ule katika wanafunzi 12. Namba 12 ni namba ya serikali ama utawala, inawakilisha serikali, inawakilisha mamlaka ya kiserikali, utawala wa kiserikali. Kwa hiyo wanafunzi 12 Yesu alikuwa anawaongoza katika ushirika mtakatifu, akiashiria juu ya kanisa la ulimwengu ambalo leo hii tuna benefit katika ushirika mtakatifu. Kwa hiyo anawaongoza kusherekea ndoa ya Kristo kwa njia. Jambo ambalo walikuwa walijua ni kwamba Yesu alikuwa anawatambulisha katika agano jipya, anawaingiza katika agano jipya kinabii. Alikuwa limefanyika tayari, lakini anawaingiza katika agano jipya kinabii. Ni sawa sawa na kusema, nachukua kikombe hiki ninawapa ninyi. Kikombe hiki ni uzima, ni ondoleo la dhambi. Kwa hiyo mimi nachukua dhambi zenu zote, nachukua matatizo yenu, naenda nayo msalabani. Alafu mimi ninaenda kuwapa pale msalabani, ninaenda kuwapa maisha, ninaenda kuwapa uzima, ninaenda kuwapa uhai pale msalabani kupitia kikombe hiki. Kikombe hiki ni kiwakilishi cha uhai wa kwangu, ni kiwakilishi cha uzima wa kwangu ambao naenda kuwapa kupitia msalaba, kupitia kifo cha kwangu. Kwa hiyo ninapowapa kikombe hiki mkinywe, maana yake ninawapa uzima wa kwangu. Muda si mrefu jambo hili linaenda kutimia kupitia kifo changu pale msalabani. Kwa hiyo tumieni hiki kama kiwakilishi kinabii, kama tendo la kinabii kushiriki mauti ya kwangu katika msalaba. Kwa maana baada ya kuwa nimekamilisha jambo hili pale msalabani, mtafanya hivi siku zote mkikumbuka juu ya kile ambacho ninaenda kukifanya, na mara baada ya kukifanya mtapokea sawasawa na vile mnavyoshiriki. Kwa hiyo sasa hivi nawapa kikombe hiki, ni ishara ya kile ninachoenda kukifanya. Ninawapa kikombe hiki, ni damu ninayoenda kuimwaga katika msalaba, katika madhabahu ya mbingu kupitia msalaba. Wakolosai sura ile ya 2 mstari wa 13. Nikimbie pale mara moja kuweza kupata uelewa zaidi juu ya hiki ambacho ninajaribu kukizungumza hapa. Wakolosai sura ile ya 2 mstari wa 13, Biblia inasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Kwa hiyo wakati huu alikuwa anawaambia ya kwamba ninaenda kuwahamisha kutoka kwenye ufalme wa giza, ninaenda kuwahamisha katika ufalme wa dhambi, ninaenda kufa kwa ajili ya watu wengi. Na wakati wote yeyote aniaminie, anaposhiriki kikombe hiki, akumbuke juu ya kile ambacho nimekifanya katika msalaba, ya kwamba nimempa uzima, nimempa ondoleo la dhambi, nimechukua dhambi zake na nimeenda nazo msalabani, nimechukua magonjwa yake, nimempa uzima. Kwa kupigwa kwangu mwili wangu unaenda kuteswa, unaenda kuharibiwa. Na ndio maana unapokula mkate huu, kumbuka juu ya mateso katika mwili wangu, ya kwamba nimeteswa ili wewe uweze kuwa huru. Mungu anawatambulisha juu ya agano jipya, juu ya tukio la umilele. Shato paraposti belia. Kwa hiyo ushirika mtakatifu, tunaposhiriki ushirika mtakatifu, tunatangaza umoja wetu na Kristo, tunatangaza ndoa yetu na Kristo, tunatangaza ule kuwepo kwa umoja wetu, kuondolewa kwa kibanzi kilichokuwa kinatuzuia tusiweze kuwa pamoja na Mungu wetu aliye juu mbinguni. Kwa roho Yesu ametuweka pamoja na Baba yetu, ametupatanisha tena. Kitabu cha Luka sura ile ya 22 mstari ule wa 17 inaelezea vizuri juu ya kile ambacho Yesu alikifanya, na tunaposhiriki ushirika mtakatifu tunakumbuka juu ya hicho. Luka sura ile 22 mstari wa 17 anasema, akapokea kikombe, akashukuru, akasema, twaeni hiki mgawanye ninyi kwa ninyi, maana nawaambia kwamba tangu sasa sinywi mazao ya mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa, akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yangu. Kikombe ninacho
kikombe nacho hivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Yesu anatoa uhai wake katika damu kwa ajili ya ukombozi wetu. Kwa hiyo inatuonyesha ya kwamba Yesu anakufa msalabani kwa ajili ya ukombozi, lakini tukio hili Yesu analitambulisha kwa wanafunzi wake la kushiriki ushirika mtakatifu kama ishara ya kile anachoenda kukifanya msalabani, lakini pia kama ishara ya kile kinachokuja katika unyakuo wa kanisa. Kusoma kitabu cha Ufunuo kinaelezea juu ya harusi ya mwana-kondoo, ya kwamba wale ambao watakuwa wamenyakuliwa kwa sababu ya kutunza kuyaishi maagizo ya Bwana wataenda moja kwa moja kufurahi na kusherekea harusi ya mwana-kondoo. Kwa hiyo Yesu alichokuwa anakifanya, alikuwa anafanya utambulisho wa sherehe ama harusi kinabii itakayofanyika baada ya unyakuo. Ukisoma kitabu cha Luka sura ile ya 22 mstari wa 16b, anazungumza hapa, anasema, kwa maana nawaambia ya kwamba si hili tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Maana yake ni sherehe ambayo inaenda kufanyika. Tutashiriki na Bwana Yesu ushirika mtakatifu kama sherehe ya bwana harusi. Kwa hiyo halikuwa jambo jepesi. Yeye asiyejua dhambi anafanywa kuwa dhambi ili sisi tuweze kuwa huru na baadaye tushiriki harusi hii kuu takatifu. Wakorintho wa pili sura ile ya 5 mstari wa 21 anazungumza, anaeleza, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yesu hakuwa na dhambi, hakuijua dhambi, lakini alifanywa kuwa dhambi ili sisi tuweze kupata ondoleo la dhambi. Yesu anaenda msalabani. Yesu anaenda msalabani. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 14 mpaka mstari ule wa 15. Yesu anaenda msalabani. Anafika msalabani, mambo mengi yanatokea, mateso mengi mwili wake umepitia, na sasa yuko msalabani akiwa katika hali ya kuchoka sana, akiwa katika hali ya kuelekea kukamilisha kazi ya kwake na kusema kazi imekwisha. Akiwa msalabani, Yesu anashuka kuzimu na kule anahubiri na anawaweka watu huru kutoka magereza. Na tulisoma katika kitabu cha Luka, anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu kwa sababu amenipaka mafuta ili waliofungwa katika magereza waweze kuwa huru, waweze kufunguliwa katika vifungo vyao. Na nini ambacho anakifanya? Anachukua funguo. Naweza kuimagine Yesu wakati amefika kuzimu, amwambia Ibilisi, muda wako wa kukaa na hizi funguo umeisha. Unapaswa urudishe funguo ulizozichukua kwa Adamu. Unaweza ukajiuliza ni funguo zipi? Wakati Yesu anakutana na Ibilisi baada ya siku 40, Yesu anamwambia, ukinisujudia nitakupa kila kitu. Yesu anamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako pekee, utamwabudu Bwana Mungu wako pekee. Yesu alijua Ibilisi ana kila kitu, lakini akawa anamlia time. Anasema, najua una kila kitu, lakini wakati unakuja utarejesha kile ambacho ulimnyang'anya Adamu, utakirejesha, nami nitakirejesha kwa watu wangu. Na hakika wakati huu anashuka kule, anachukua funguo kutoka kwa Ibilisi. Na wakati anafufuka, kufufuka kwake hakukuwa kwa kawaida. Alifufuka pamoja na wafu, na watu waliwajua. Watu, makaburi yalifunuka, watu wakaamka kutoka katika makaburi, na watu waliwajua
kwamba hao walikuwa wamekufa na wakainuka. Waliwajuaje? Waliwajua watu, akiwemo mama yake Mary anataka kumgusa Yesu, lakini Yesu anasema hapana, usiniguse. Anakataa. Kwa nini? Bado sijatukuzwa. Nini kilikuwa kimejificha pale? Yesu anaenda katika hekalu la mbinguni, anaweka ile damu katika madhabahu ya mbingu. Ile damu katika msalaba haikuwa ikimwagika tu katika ardhi ili mradi. Ile damu katika ulimwengu wa roho ilikuwa katika chombo maalum, ambao sasa wakati huu Yesu anasema usiniguse. Damu ilikuwa inapaswa ifike katika madhabahu ya mbingu. Tumesoma Waebrania sura ya 9 mstari wa 24 mpaka 25. Inazungumzia Waebrania sura ya 9 mstari wa 24 mpaka 25, ambayo inasema kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono, ndiyo mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Hakuingia katika hekalu lililofanywa na mikono ya wanadamu, wala madhabahu iliyotengenezwa kwa jinsi ya kibinadamu, bali patakatifu kwa Mungu mwenye nguvu zote, Mungu mwenye mamlaka yote, katika kiti chake cha enzi. Na baada ya hapo akarejea, akawaruhusu sasa watu, mnaweza kunigusa, mnaweza kunigusa. Kithiolojia tunasema kwamba alikuwa glorified tayari, ametukuzwa tayari. Upatanisho ulikuwa umefanyika tayari. Kazi yake kama kuhani ilikuwa imekamilika. Ukisoma Waebrania sura ya 8 mstari wa 3 mpaka wa 5, ambao anasema maana kila kuhani mkuu huwekwa ili atoe vipawa na dhabihu, kwa hiyo lazima huyu naye awe kitu cha kutoa. Kwa Yesu wakati huu amemaliza kazi yake kama kuhani, amefanya kazi kama mwanakondoo aliyechinjwa. Damu yake yeye mwenyewe kama kuhani anaiwasilisha katika madhabahu ya hekalu la mbinguni, mbele ya kiti cha enzi cha Bwana wa majeshi, na kazi inakamilika. Na sasa leo hii kwa njia ya imani tunapokea uhai, tunapokea uzima, tunapokea ondoleo la dhambi, tunapokea masamaha ya dhambi. Yohana 3:16 anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo njia pekee ya kuweza kupokea uzima huu uliotokana na damu ya thamani ya Bwana Yesu kumwagika pale msalabani, ili wewe na mimi tuweze kuokolewa katika dhambi na tuweze kuwa huru, ili uweze kumpokea Yesu, upate uzima huu, upate uhai huu katika nafsi ya kwako, uweze kuuishwa na kufanywa kuwa mtu mwingine, ni lazima umwamini Yesu. Kupitia imani unapokea uzima wa Mungu mwenyewe. Kama tunaamini, basi tumezaliwa katika Roho. Wewe ambaye umeamini umezaliwa katika Roho, kama Yesu ambavyo hakuzaliwa katika mbegu ya mwanadamu, hakuzaliwa katika msingi wa mbegu ya wanadamu, bali alizaliwa katika mbegu ya Roho, alizaliwa katika Roho. Ndivyo na mimi na wewe tunapaswa tuzaliwe katika Roho, na tunazaliwa katika Roho kwa kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwetu. Kama Yesu alivyozaliwa katika Roho kwa imani, na sisi tunazaliwa katika Roho kwa kumwamini yeye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na uzima wa kwake unakuwa ndani yetu. Kwa hiyo tunao uzima wa Mungu mwenyewe. Nataka nikusomee andiko la Warumi sura ile ya 5 mstari 10. Tunapokea uzima wa Mungu. Kwa hiyo dhambi iliyokuwa imeingia, dhambi ambayo inakutesa, haina nafasi tena. Kwa nini? Kwa mujibu wa Warumi hiyo sura ya 5 mstari 12, kama ambavyo dhambi iliingia kwa mtu mmoja ulimwenguni, na kwa mtu mmoja uzima umeingia, uhai umeingia, masamaha ya dhambi yameingia. Kwa hiyo damu ya Yesu ina nguvu zote. Kwa nini? Kwa sababu imesheheni uzima wa Mungu mwenyewe Zoe, imesheheni uzima wa Mungu mwenyewe Zoe, kwa sababu Yesu
alizaliwa katika Roho Mtakatifu, na kama alizaliwa katika Roho Mtakatifu, damu yake imebeba uzima wa huyo Roho wa Mungu ambaye ni Mungu mwenyewe, na ndiye anayeweka uzima wa Mungu ndani ya kila mmoja. Ndiye anayeweka uzima wa Mungu ndani ya kila mmoja. Petro kwanza, waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza, nisome mstari wa 2 na 3. Kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua katika kutakaswa na Roho, hata mkapata kutii na kunyunyizwa damu ya Yesu Kristo, neema na amani ziongezwe kwenu. Ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili, ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Haleluya, haleluya. Tunao uzima wa Mungu mwenyewe ambao tumeupata kutokana na kufufuka kwa Yesu Kristo, na kwa Roho Mtakatifu anatupa uzima huu kwa sababu tunamwamini Kristo. Ndio huyu anafanya masamaha ya dhambi, anatupa msamaha wa dhambi. Ukimpa maisha yako siku ya leo, yeye anakufanya kuwa mtu mwingine, anakusamehe dhambi zako, anaachilia msamaha juu yako, anaachilia rehema juu yako, kwa sababu ndio aliyekufa msalabani kwa ajili yako, na hii ndio kazi iliyompeleka msalabani. Kwa mujibu wa Kolosai 1:14 wanasema kwamba, wa Kolosai 1:14, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Alitokoa katika ufalme wa giza na kutuingiza ufalme wa mwanapendwa wake ambaye ni Yesu, na katika yeye tunao msamaha wa dhambi. Nataka nikwambie, kwa damu ya Yesu yenye nguvu zote, hakukuwa na damu nyingine yenye kuweza kuokoa isipokuwa damu ya Yesu. Katika damu hii iliyomwagika pale msalabani, tumepata ondoleo la dhambi, tumepata msamaha wa dhambi. Wakati huu yamkini haujamwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na unasema, mtumishi, nimefuatilia vizuri, nimegundua ya kwamba damu ya Yesu kumbe ina nguvu zote, na pale msalabani ndio damu iliyosababisha mimi kusamehewa, iliyosababisha ondoleo la dhambi kwa watu wanaomwamini Kristo. Na mimi nataka leo hii nimwamini Yesu Kristo, na kwa sababu ya damu iliyomwagika msalabani, na mimi niweze kusamehewa dhambi zangu, niwe muamini, nianze maisha yangu upya katika ufalme wa Mungu, nitoke katika ufalme wa giza. Nataka nikwambie, hii ni fursa ya kipekee kuweza kumpa Yesu maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Unapompa Yesu maisha yako, damu ya Yesu inakutakasa, Roho Mtakatifu anafanyika, anaachilia uzima juu yako, ule uzima wa Mungu mwenyewe, ile zoe inakuwa ndani yako, unakuwa ni mtu hai tena katika jina la Yesu. Kama uko tayari, unaweza ukafatisha sala hii. Bwana Yesu, niko mbele zako, mimi nahitaji msamaha wako na rehema zako. Nimetambua nguvu iliyomo kwenye damu yako Yesu, na kwa sababu hiyo nimetambua umuhimu wa damu yako iliyomwagika msalabani, kwamba ilikuwa ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi zangu, msamaha na kuwekwa huru kutoka kwenye nguvu za giza. Bwana Yesu, nakupa nafasi, unisamehe dhambi zangu, unirehemu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha kwangu, unitoe katika utawala wa dhambi na ufalme wa giza, niishi katika ufalme wako. Katika jina la Yesu na kushukuru, maana umenisaidia, umenirehemu na kunifanya kwa mwanao. Amen. Kama umesali sala hii, tayari umekuwa mwamini. Nataka nikuongoze sasa katika maombi ya jumla. Wewe ambaye umefuatilia ujumbe huu, natumaini ya kwamba umeelewa nguvu iliyopo katika damu ya Yesu, ya kwamba hakuna damu ya mnyama yeyote wala damu ya kitu chochote iliyostahili kuweza kumwagika kwa ajili ya ukombozi wa wewe
mwanadamu. Na wewe uliyemwamini Kristo, kwa sababu ya kile ambacho Yesu alikifanya msalabani, damu yake ilimwagika, adui hana mamlaka ya kutesa maisha yako, hana mamlaka ya kukutesa. Hakuna nguvu za giza zinaruhusiwa kubaki juu yako, na upaswi kuendelea kukaa katika udhaifu. Kama ulikuwa umechoka, umekata tamaa, mwambie Bwana, kwa sababu ulimwaga damu, ulilipa gharama, damu yako yenye nguvu, na kupitia damu hiyo ninawishwa, nikapewa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ninaomba uishe nguvu ndani yangu katika jina la Yesu. Nataka nikupe dakika chache hapo ya kuomba. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, kwa Roho wako Mtakatifu nipe nguvu, nipe nguvu, nipe nguvu, nipe nguvu kupitia damu yako msalabani iliyomwagika pale msalabani. Ilimwagika ili kusudi tuweze kupokea nguvu ya Roho wako Mtakatifu. Na baada ya kuwa umekufa pale msalabani, ulipofufuka ukaiachilia nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akaja na nguvu ndani ya kila aliyekuamini wewe. Nami nimekuamini wewe Bwana Yesu. Achilia nguvu ndani yangu, achilia nguvu ndani yangu, uisha nguvu ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kusema, Roho Mtakatifu uisha nguvu, Yesu uisha nguvu, Yesu uisha nguvu. Kitabu cha Matendo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4 anazungumzia ilipokuwa siku ya Pentekoste, uliwajilia upepo wa nguvu, upepo wa nguvu, upepo wa nguvu, upepo wa nguvu. Ndimi kama ndimi za moto zilitokea zikawa juu ya kila moja, na kila moja akapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni baada ya Yesu kuwa amefufuka, ni baada ya Yesu kuwa amemwaga damu yake msalabani kwa ajili ya upatanisho. Kama damu ya Yesu ilimwagika msalabani na wewe umemwamini Yesu, hauna budi kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Sema, Yesu, nimekuamini, nipe nguvu, wisha nguvu ya Roho Mtakatifu. Uliyekuwa umekata tamaa, umwambie Roho Mtakatifu nisaidie. Bwana Yesu, wisha nguvu za Roho wako Mtakatifu ndani yangu katika jina la Yesu. Kila aina ya udhaifu kwenye mwili wako, damu ya Yesu ilimaliza kazi. Magonjwa hayana nafasi. Damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani ilibeba magonjwa yote, ilibeba dhamana ya kila aina ya matatizo ya kwako. Zungumza, sema, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu ninakataa kila aina ya mateso kwenye maisha kwangu, ninakataa kila aina ya uharibifu kwenye maisha kwangu. Ninazungumza damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo. Unapotangaza damu ya Yesu wakati wote, maana yake unamkumbusha Ibilisi kwa ujinga na upumbavu ambao aliufanya kumruhusu Yesu aende msalabani. Maana yeye alifikiri kwamba amemkomoa. Alipoona Yesu ametundikwa msalabani, amekufa, alijua kwamba amemaliza kazi. Yeye akashangilia, asijue ya kwamba mwanaume wa wanaume amemaliza kazi. Kwa hiyo unapotaja damu ya Yesu, unapozungumza damu ya Yesu mbele ya tatizo lililonalo, mbele ya ugonjwa ulionao, unakumbusha mamlaka zinazopareti juu ya ugonjwa huo, zinazopareti juu ya tatizo hilo, zinazopareti juu ya giza unalopitia, ya kwamba zaidi ya miaka 2000 iliyopita damu ya Yesu ilimwagika msalabani na mimi nikapata ushindi. Kwa hiyo hakuna mamlaka ya giza inayopaswa kuendelea kunitesa katika jina la Yesu. Kwa ile damu ya Yesu, jina la Yesu leo ninalitaja kwa ujasiri, maana ni jina lenye nguvu zote. Katika jina la Yesu kila kitu kiwe shwari. Kwa damu ya Yesu unamkumbusha adui ya kwamba anapaswa aondoke kwenye maisha yako. Unakumbusha magonjwa ya kwamba yaliondolewa zaidi ya miaka 2000 iliyopita, unapaswa ubaki na afya njema. Unakumbusha mateso yote ya kwamba yanapaswa yaondoke, na hii ndio maana ya kushiriki ushirika mtakatifu. Unashiriki ushirika mtakatifu, unashiriki kikombe hicho ambacho ni kiwakilishi cha damu ya Yesu. Unamkumbusha adui ya kwamba nakumbuka na ninaendelea kuishi katika uhalisia wa kile Yesu alichokifanya zaidi ya miaka 2000 iliyopita, ya kwamba damu yake ilimwagika kwa ajili ya uponyaji wangu, kwa ajili ya msamaha wa dhambi zangu. Na sasa ninashiriki ushirika mtakatifu kukukumbusha kwamba bado niko kamili na Bwana wangu, bado ninampenda Mungu na nitaendelea kubaki na Mungu wangu, nitaendelea kuimarisha ushirika wa kibinafsi na Mungu wangu. Adui huna nafasi juu ya maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Shanto paratosti belia. Yesu anafufuka. Ana nini anafufuka nacho kutoka katika wafu?
ufunguo, ufunguo, mamlaka, ufunguo, mamlaka, ufunguo, mamlaka, ufunguo, mamlaka. Iko hivi, mamlaka hii amewapa wale wote wamwaminio yeye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Nataka nikupe nafasi ya kuomba ukitumia mamlaka ulionayo, mamlaka juu ya magonjwa, mamlaka juu ya nguvu za giza, mamlaka juu ya mateso yote, udhaifu, roho za udhaifu, mamlaka juu ya roho za umaskini, mamlaka juu ya matatizo katika maeneo ya biashara. Tumia ufunguo kufungua baraka katika ufalme wa Mungu, katika ufalme wa kimbingu, katika jina la Yesu. Kwa mamlaka ulionayo, funga kila aina ya nguvu za giza katika jina la Yesu. Sema magonjwa yote, mamlaka za magonjwa yote, malango yote ya magonjwa, malango ya mateso, malango ya udhaifu, malango ya kukataliwa, malango ya umaskini, malango ya roho za wafu, malango yote yaletayo mateso ya kurithi kutoka kwenye ukoo, ninayavunja katika jina la Yesu. Ninayafunga katika jina la Yesu. Kwa mamlaka ulionipa Bwana Yesu, ninafunga mamlaka za giza zote katika jina la Yesu. Anza kufungulia, fungua baraka, fungulia mafanikio, fungulia ushindi, tamka yaliyo makuu katika jina la Yesu. Katika kitabu cha Ayubu anasema utakusudia jambo nalo litatokea. Kile unachokizungumza kinatokea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, ikawe kama ambavyo umejitabiria mwenyewe, umezungumza mwenyewe, ikawe kama ulivyosema katika jina la Yesu. Nguvu ya damu ya Yesu. Nenda katika tafakari, endelea kuomba. Sema haiwezekani nikaendelea kuteseka katika hali hii, katika mateso haya. Angali damu ya Yesu ilimwagika msalabani kwa ajili ya mimi kuwa huru na ikaniweka huru. Kweli kweli nimefunguliwa kutoka katika vifungo vya nguvu za giza. Ninaishi katika ufalme. Wanaoishi katika ufalme wa Mungu ni wale wenye amani, wanaishi katika amani, wanaishi katika afya njema. Adui hana nafasi kutesa mwili wako katika jina la Yesu Kristo. Shanto paratosti belete baratai kaparatos belete badia jento parato bolebe di baria rante posti belete barati kabada ikaparianto boshete lebe de bai rizote baranta baranto bodebegede ikaparianto bolete baranta badi jete lete baranto posti belia kaparatos belete barai janto barantos belia. Natamka damu ya Yesu kwenye eneo lote la maisha kwako. Wewe ambao umetazama video hii, wewe ambao umefuatilia mafundisho haya, wewe unasikia sauti hii, natamka damu ya Yesu kwenye maisha kwako. Damu ya Yesu kwenye maisha kwako ikakumbushe kila aina ya mamlaka ya adui iliyojipenyeza kwenye maisha yako, ya kwamba haina fursa ya kubakia hapo katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, umekuwa huru. Songa mbele na Bwana. Unapoazimisha Pasaka, sherekea katika ushindi. Unaposhiriki ushirika mtakatifu, tambua ya kwamba kile ambacho kilifanyika, damu ya Yesu ilimwagika msalabani, ilifanya mambo makubwa. Wewe unapaswa kuwa huru kupitia kile ambacho Yesu alikifanya msalabani. Damu ya Yesu inanena mema. Haleluya. Mungu wa mbinguni akubariki. Kama umeokoka na kupitia maombi haya na mafundisho haya, na unasema mtumishi wa Mungu, ni miongoni mwa watu ambao nimempa Yesu maisha yangu siku ya leo, usiache kuniandikia. Andika kwenye comment, au unaweza kunitumia kwa njia ya inbox kwenye message au namba ya simu ambayo utaiona hapo kwenye video ya kwako. Unaweza ukaandika ujumbe ya kwamba nimeokoka, nahitaji msaada, nimeokoka, na nitakuelewesha na kukusaidia namna gani ya kupata kanisa zuri linalofundisha kweli ya neno la Mungu, na ukaweza kupata huduma ya kuweza kukua kiroho mahali pale. Na wewe ambaye umekuwa umerudi nyuma au umepitia katika changamoto fulani na unasikia umetiwa nguvu ya kusimama tena, umesikia amani, lakini pia ulikuwa una udhaifu, umesikia kufunguliwa na kupokea uponyaji, usiache kutuma ujumbe wako hapo ya kwamba nimepokea kitu, nimetiwa moyo, nimepokea faraja, au nimefunguliwa kutoka katika jambo fulani. Mungu wa mbinguni akubariki. Tukutane katika video inayofuata. Ni katika jina la Yesu. Kuwa na amani. Amen.